Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameonya juu ya kuongezeka kwa mianya ya rushwa ndani ya taasisi za umma, akisema tatizo hilo linachochewa zaidi na baadhi ya watendaji kushindwa kutimiza wajibu wao wa kusaini na kuwasilisha fomu za maadili. Amebainisha kuwa vitendo hivyo vinaonekana wazi katika mchakato wa zabuni za miradi ya serikali, ambapo baadhi ya wajumbe wa kamati za tenda hutajwa kugeuza nafasi zao kuwa chanzo cha upendeleo na rushwa. Amesema kuwa wakati mawaziri na manaibu wao wanakuwa makini kutimiza masharti ya kujaza fomu za maadili kila mwaka, changamoto kubwa iko kwa wale wanaokutana moja kwa moja na wazabuni. Kwa mujibu wa Dr. Mwigulu, kumekuwa na tabia ya baadhi ya wajumbe wa kamati hizo kujipatia manufaa binafsi mara tu zabuni zinapotangazwa, ikiwa ni pamoja na kuweka masharti ya mali au fedha wanazotaka kabla ya kutoa uamuzi. Amesisitiza kuwa vitendo hivyo huanzia mbali hadi kwenye hatua ya kupanga bajeti ya mradi, ambapo gharama za rushwa huingizwa kimya kimya. Ameeleza kuwa wakati viongozi wakuu wanapopitisha bajeti wakiamini wanafanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya nchi, baadhi ya watu walio chini yao tayari huwa wamepitisha maslahi yao binafsi. Waziri Mkuu ametaka Sekretarieti ya Maadili kuongeza ufuatiliaji na kuhakikisha watumishi wote wanaohusika na maamuzi nyeti wanawajibika ipasavyo ili kuvunja mnyororo wa rushwa uliojengeka katika taasisi za umma. Na kuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka wazao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma, na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Ndipo mifano michache tu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hujawa waziri, wewe umepitia, umekuwa naibu waziri. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati
ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini? Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. Tutakapotengeneza matamko mapya, tunaweza tukaweka colors, sijui, mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, waweke watu wanaosimamia, maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za zabuni. Ndio maana sasa inatokea fomu tunajaza vizuri sana kwa utaratibu. Tanzania tunaongoza vizuri sana. Sasa kama tunaongoza hivi, huwa inatokeaje tena kuna kuwepo na mashimo haya? Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.